One on One with Charles William. Hii ni Wasafi TV. One on One iko hewani muda huu. Mimi naitwa Charles William, ni kukaribishe wewe ambaye unatutazama muda huu kutoka popote pale ndani na nje ya Tanzania. Nipo na wakili Peter Madeleka, kada mpya wa chama cha ACT Wazalendo, na katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu, mwaka 2025, wakili Peter Madeleka tayari ametangaza nia ya kugombea ubunge katika jimbo la Kivule, wilaya ya Ilala, ndani ya jiji la Dar es Salaam. Wakili Madeleka, karibu sana kwenye One on One. Asante sana ndugu mtangazaji, nafurahi kuwepo hapa leo. Ndio, hali ya ACT Wazalendo mnaendeleaje? Ingawa wewe ni mwanachama mpya, una muda ambao hauzidi mwezi mmoja, maandalizi yenyewe ya kushiriki uchaguzi yanaendeleaje? Kwanza, kwa mujibu wa katiba ya ACT Wazalendo, mtu yeyote anayejiunga na chama hiki anakuwa yuko sawa kabisa na wanachama wengine ambao wamejiunga hapo awali. Kwa hiyo wakati tu unapokamilisha taratibu za kujiunga na chama, unahesabika ni mwenyeji na unapaswa kuendana na yale yote ambayo chama inatakiwa kuyafanya kwa ajili ya taifa hili. Kwa hiyo kujibu tu swali lako ni kwamba kwa sasa hivi ACT Wazalendo tuko vizuri sana na tunaendelea na maandalizi yetu ya kushiriki uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani baadaye mwaka huu 2025. Ulipokelewa makao makuu ya chama cha ACT Wazalendo Magomeni, na siku umeenda kuchukua fomu ukasindikizwa kwa chereko sana. Ni kama viongozi wa chama cha ACT Wazalendo tayari wamekupitisha kuwa mgombea, ni kama hawakuwa na mgombea na alikuwa anasubiriwa Madeleka. Sio kweli. Chama chetu kina utaratibu wake wa kupata wagombea wa nafasi mbalimbali ndani ya chama, lakini pia katika nafasi za uwakilishi kwenye vyombo vya kitaifa ikiwepo bunge. Na hii ni hatua ya awali katika utaratibu ambao chama imejiwekea, ambapo wanachama wanatakiwa, wale ambao wana nia ya kushiriki katika uchaguzi, kwenda kuchukua fomu. Sasa wale waliojitokeza kwa wingi, bashasha, shangwe na nderemo kunisindikiza kwenda kuchukua fomu, wale ni mashabiki wangu. Kama ambavyo mwanachama yeyote anaruhusiwa kuwa na mashabiki wake kwa namna ambavyo anaishi ndani ya chama. Lakini utaratibu rasmi wa kupata wagombea kwa tiketi ya chama chetu utafanyika mara baada ya zoezi la uchukuaji fomu kukamilika tarehe 30 Juni mwaka huu, na baada ya hapo vikao vya maamuzi vya chama vitaketi na kuweza kupitia jina moja moja kwa nafasi zote ambazo wanachama watakuwa wamejitokeza, na baada ya hapo chama kitatangaza sasa wabeba bendera kwenye nafasi mbalimbali za uchaguzi ambazo zitashindaniwa katika uchaguzi utakaofanyika baadaye mwaka huu. Kwa hiyo si kweli kwamba nimeshapitishwa, hapana. Mimi ni mmoja kati ya wanachama ambao wamejitokeza katika jimbo la Kivule kuchukua fomu ya kuomba ridhaa ya chama ili niweze kuteuliwa kukiwakilisha chama kwenye uchaguzi. Zoezi bado halijafungwa na lipo wazi kwa ajili ya mwanachama yeyote ambaye anadhani ana sifa na ana uwezo wa kupeperusha vyema bendera yetu dhidi ya wagombea wa vyama vingine watakaojitokeza pia. Kwa hiyo bado sijapitishwa. Nikipita mitandaoni naona watu wakiandika Yuda alimsaliti Yesu kwa vipande 30 vya fedha. Madeleka ameisaliti Chadema kwa tamaa ya ubunge wa Kivule. Hili la Madeleka kuondoka kwake Chadema kujiunga ACT inatafsirika kama ni usaliti unaotokana na tamaa ya ubunge. Kwanza, wanaoandika hivyo kimsingi hawafahamu demokrasia ya nchi yetu. Demokrasia ya nchi yetu inatajwa katika ibara ya 3, ibara ndogo ya kwanza ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo iko wazi kwamba nchi yetu ni ya kidemokrasia yenye kufuata mfumo wa vyama vingi vya kisiasa. Tanzania yote anayo haki kupitia ibara ya 18 ibara ndogo ya kwanza ya katiba yetu kujiunga na chama chochote cha siasa wakati wowote ule na kuhama wakati wowote akitaka. Sasa wanaosema kwamba Madeleka amesaliti Chadema, amehama na kwenda chama kingine cha ACT Wazalendo kwa ajili ya tamaa ya ubunge, nadhani wanahitaji kupewa elimu ya uraia vizuri na elimu ya siasa. Kwa sababu kwanza, kila Mtanzania mwenye umri wa miaka 18 na kuendelea anayo haki ya kuchagua na kuchaguliwa kwenye nafasi yoyote ile ambayo anadhani yeye inamfaa kuwahudumia watu wake. Hilo jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, swala la kuhama chama kimoja kwenda chama kingine. Peter Madeleka sio mtu wa kwanza katika historia ya vyama vya siasa katika nchi yetu. Historia hii inawataja wanasiasa kadhaa ambao leo hii wanafanya siasa kwa mafanikio makubwa sana.
ambao wamewahi kuhama chama kimoja kwenda chama kingine. Kwa mfano, Tundu Antipas Lissu maisha yake ya kisiasa alianza akiwa na chama cha NCCR Mageuzi, na baadaye mwaka 2004 akahama akaenda chama cha Demokrasia na Maendeleo. Lakini kabla ya hapo Wilbrod Slaa alikuwa Chama cha Mapinduzi, akaomba ridhaa ya kugombea kupitia chama hicho kwenye uchaguzi wa kwanza wa vyama vingi mwaka 1995 kwenye jimbo la Karatu, ambapo alishinda kwenye kura za maoni, lakini jina lake alikurudishwa, badala yake jina la mshindani wake marehemu Patrick Koro likarudishwa, kitu ambacho kikamfanya Slaa aamue kuhama Chama cha Mapinduzi na kwenda Chama cha Demokrasia na Maendeleo, ambako alifanikiwa kuwa mbunge mpaka mwaka 2015 alipoamua kuacha. Swala la usaliti, ingekuwa kuhama chama kimoja kwenda chama kingine ni usaliti, basi usaliti sijaanza mimi leo. Umetoa mfano wa Tundu Lissu. Ndio. Alihama NCCR Mageuzi kwa maelezo yake baada ya chama hicho kuparaganyika na kupasuka vipande vipande, kilikuwa na mgawanyiko mkubwa ndani, kikapoteza mwelekeo. Dr. Slaa alihama baada ya kukatwa kuwa mgombea wa chama hicho kwenye namna ambayo aliona haikuwa na haki. Kwa hiyo akaamua kuondoka CCM kutokana na kile alichoona kama ni uonevu. Madeleka anaondoka Chadema kwa sababu zipi? Nimeona Chadema haiwezi kunipeleka katika kufikia malengo yangu ya kisiasa nilionayo, na kwa bahati mbaya sana katika nchi yetu ili kuweza kutimiza haki ya kuchagua na kuchaguliwa kwenye nafasi za kisiasa ni lazima anayetaka kufanya hivyo apitie kwenye chama cha siasa au ateuliwe na chama cha siasa. Hatuna sheria ya mgombea binafsi kwa sasa kwenye nchi yetu. Na mimi ninayo haki ya kushiriki uchaguzi. Chadema ishiriki uchaguzi na itazuia uchaguzi. Kwa hiyo katika mazingira kama hayo, naona uamuzi wa chama utakuwa umeingilia haki yangu ya msingi kabisa ya kikatiba ya kuchaguliwa katika uchaguzi ambao utajua kufanyika. Kwa mimi nitakuwa sahihi nikisema Madeleka ameondoka Chadema kwa sababu ya kutokukubaliana na no reforms no election? Kabisa. Utakuwa uko sahihi kabisa. Kwa sababu moja ya malengo ya chama cha siasa ni kushika dola. Kushika dola na kuingia katika vyombo vya maamuzi ikiwepo bunge na mabaraza ya serikali za mitaa, kwa mfano kama halmashauri. Sasa kama ushiriki uchaguzi, kwa maana uchaguzi wa rais, huwezi kushika serikali kuu. Kama ushiriki uchaguzi wa madiwani, maana yake huwezi kuwa na uwezo wa kuongoza serikali za mitaa kwa maana ya halmashauri. Viongozi wengi wa Chadema na makada wengi wa Chadema wasiokubaliana na msimamo wa no reforms no election wamekimbilia chama cha ukombozi wa umma Chauma. Kwa nini Madeleka amekimbilia ACT na sio Chauma kama mamia kama sio maelfu ya wenzake ambao wameelekea Chauma? Kwanza, kuhama chama kimoja kwenda chama kingine ni haki ya mtu binafsi. Haki hiyo haitafsiriwi kwa makundi. Kwa hiyo kila mtu anapofanya uamuzi wa kujiunga na chama kimoja ama kuhama chama kimoja kwenda kingine, anakuwa na sababu zake za msingi. Na sio lazima sababu hizo zifanane na sababu za watu wengine ili kuweza kupata uhalali. Mimi nimesoma katiba ya ACT Wazalendo, nimesoma falsafa, itikadi, malengo na mtindo wa kufanya siasa. Nimeona kwa matarajio nilionayo ni chama pekee kinachoweza kunifikisha kwenye ndoto zangu za kisiasa na si chama kingine zaidi ya hicho. Zipo hisia kwamba Chauma pengine ni chama ambacho ni mradi wa dola, kwa maana kwamba kinatumiwa na dola ili kuvuruga hali ya mambo ndani ya Chadema na kuhalalisha ushiriki wa uchaguzi wa Chadema ambao wamesusia. Wewe mtazamo wako kuhusu Chauma, ukitazama waliohamia, hoja zao na matendo yao, unawaona wana vita dhidi ya CCM au wana vita dhidi ya Chadema? Kwanza nikiri wazi kwamba mimi sio msemaji wa Chauma, lakini kama mdau mmoja wapo kwenye masuala ya kisiasa yanayoendelea kwenye nchi yetu, siwezi kukosa maneno mawili matatu ya kuchangia kwenye hichi kinachoendelea. Chauma kimekuwa ni chama mojawapo ya vyama 19 vya siasa vyenye usajili wa kudumu katika nchi yetu, na ninaamini kimekufikia hatua hiyo baada ya kukidhi matakwa ya kisheria na ndio maana msajili wa vyama vya siasa akaweza kukipa usajili wa kudumu. Sasa kinatumiwa na serikali kwa wakati huu, siwezi kudhani kama kuna ushahidi wowote wa wazi wa kuthibitisha hilo kama kinatumiwa na serikali. Sina huo ushahidi, na kama huo ushahidi utakuwepo, itakuwa ni moja kati ya makosa ya kisheria chini ya sheria ya vyama vya siasa na katiba kufanya hicho ambacho kinasemwa kwamba kinafanyika kwenye chama cha ukombozi wa umma Chauma. Lakini sishangazwi na wimbi la wanachama kutoka vyama mbalimbali ikiwemo Chadema kuhama Chadema kwenda Chauma. Sishangazwi kwa sababu si jambo la kwanza. Utakumbuka mwaka 1995
aliyekuwa waziri wa kazi na maendeleo ya vijana wakati huo marehemu Augustine Mrema alihama kutoka Chama cha Mapinduzi na akaenda NCCR Mageuzi iliyokuwa haina ushawishi wowote wakati ule, chini ya Mabere Marando na akina Ndimara Tegambwage na akina Prince Bagenda. Kwa hiyo mimi nadhani Chauma wamejipanga vizuri kisera, kiushawishi na wamefanikiwa kupata wanachama waliowapata kutoka Chadema. Wewe Peter Madeleka, wakili, hauamini kama CCM ama dola kuna wakati huwa inakuwa na pandikizi ndani ya upinzani? Mimi sina ushahidi wa moja kwa moja kwamba dola inafanya hivyo na hujapata kusikia na kama inafanya hivyo na dola kama inafanya hivyo kwamba inakuwa ina mapandikizi dola kwa sababu kama sehemu ya mkakati wake, kwa sababu unaposema dola, kwa sababu kama unavyosema dola chini ya ibara ya 147 maana yake unahusisha pia na vyombo vyake kwa maana ya majeshi, na majeshi ya ulinzi na usalama hayatakiwi kujihusisha na siasa. Kwa hiyo kama vyombo vya dola na watendaji wake wanajihusisha na siasa kwa namna moja ama nyingine kwa faida ya chama kingine kisiasa, watakuwa wanavunja katiba. Na ndio maana nasema swala hili kama lipo basi ni swala ambalo unapaswa kukemewa. Na wewe hauamini kama linaweza likawepo? Sasa swala la kuamini kwenye siasa ni jambo ambalo sidhani kama ni sahihi kulizungumza kwamba unaamini au hauamini, kwa sababu mambo ya imani ni tofauti kabisa na mambo ya siasa. Siasa sio imani. Panapokuwa pana vyama vya upinzani ambavyo vinatoa matamko ya mara kwa mara ya kushambulia chama kingine cha upinzani kuliko kuishambulia serikali au chama tawala, huoni kama kuna shida hapo kwa vyama vya namna hiyo? Ni sahihi kabisa kuna shida, na ndio maana umri wa siasa za vyama vingi katika nchi yetu kwa sasa ni miaka 33 tangu tumeanza. Maana tulianza rasmi mwaka 1992 na tumeshindwa kupiga hatua hata ya kupata idadi ya wabunge kutoka vyama vya upinzani ambao inafikia nusu ya wabunge wote. Tumeshindwa kupata, licha achilia mbali kiti cha urais ambacho kimeendelea kushikiliwa na Chama cha Mapinduzi. Moja kati ya sababu zimetufanya tumedumaa kwenye hatua hii ni vyama vya upinzani kushindwa kujua adui yao halisi ni nani, na badala yake kwanza wanaanza kugombana wenyewe kwa wenyewe, migogoro ya ndani kwa ndani kwenye vyama. Utakubaliana na mimi enzi ya NCCR Mageuzi ilibomoka baada ya migogoro ya ndani kwa ndani kuanza, ikaja CUF. Sasa hivi Chadema unayaona mambo yanayotokea, baadhi ya wajumbe wa bodi ya wadhamini wamepeleka chama chao mahakamani na amri imetolewa sasa hivi Chadema isijishughulishe na masuala mengine yote ya kisiasa na kiutendaji mpaka mahakama itakapotoa maamuzi kwenye kesi ya msingi iliyokwisha kufunguliwa. Kwa hiyo unapoona vyama vya siasa vinashambuliana vyenyewe kwa vyenyewe, ni moja ya sababu ya kufanya siasa za mageuzi zishindwe kuwa na tija kwenye nchi yetu. Chadema wanasema no reforms no election. Pasipo mabadiliko ya mifumo ya uchaguzi hakuna uchaguzi. Mpango wao ni kuzuia uchaguzi. Unaona Chadema wana hoja au wamepotoka kwa kiwango gani? Kwanza wanayo haki ya kufikiria na kutenda kwa namna wanavyoona wao, ili mradi tu haiathiri watu wengine ambao hawana maslahi ya moja kwa moja na chama chao. Kwa hiyo sera yao kwa kuitamka, kuihubiri na kuieneza, no reforms no election, kwangu mimi sina tatizo. Shida moja naona utekelezaji wake huko namna gani. Kwa sababu unapokuwa chama cha siasa unakuwa umebeba matumaini ya Watanzania wengi ambao unahitaji wa kuunge mkono ili uweze kuunda serikali kupitia uchaguzi. Sasa reforms ambazo Chadema wanazihitaji ni reforms za kisheria, na hasa sheria za uchaguzi. Sheria za nchi yetu zinatungwa ndani ya bunge ambalo limebakiza wiki kadhaa tu liweze kufikia ukomo wake, na kwa mujibu wa katiba uhai wa kila bunge ni miaka 5 na si zaidi, isipokuwa tu pale itakapotokea sababu ya msingi inayokubalika kikatiba na kisheria. Na sababu hiyo mimi naiona ni moja tu: hali ya hatari. Nchi inapokuwa imeingia kwenye vita, sheria zote zitakuwa suspended mpaka pale hiyo hali itakapoweza kuondoka. Kwa hiyo unapodai reforms katika kipindi ambacho nchi imebakiza miezi 3, bunge lipoteze uhalali wake na serikali iliyoko madarakani ipoteze uhalali wake, nchi ingie kwenye uchaguzi mkuu kwa ajili ya kupata vyombo hivi vipya, wewe unasema unataka reforms. Hizo reform nani atakayekupa? Kwa sababu hakuna hata siku moja katika historia ya sheria za nchi yetu tumewahi kupata mabadiliko ya sheria ama sheria mpya sokoni pale Kariakoo. Sheria zote tumezipata kupitia bunge ambalo kesho kutwa linavunjwa. Kwa hiyo ninaona kabisa kwamba kudai reforms kipindi hiki haiwezekani katika hali halisi.
Lakini la pili, kuzuia uchaguzi kwa kigezo kwamba hakuna reforms ni jinai. Nasema hivyo kwa sababu haki ya kuchagua na ya kuchaguliwa ni haki ya kikatiba ya kila Mtanzania. Na bila kusahau kwamba nchi yetu ni nchi ya kidemokrasia chini ya ibara ya 3 ibara ndogo ya kwanza ya katiba. Kila mtu ana uhuru wa kuamini na kutenda kile ambacho anaona kinamfaa yeye bila kuathiri haki ya mtu mwingine. Kwa hiyo kama Chadema wanaona kwamba sheria zilizopo, tume iliyopo, mchakato mzima wa uchaguzi hautakuwa huru na haki, wao wanaona hivyo, msimamo wao, mtazamo wao haupaswi kwenda kuathiri haki za watu wengine ambao wanaona tofauti na Chadema wanavyoona. Madereka, wewe kwa mfumo wa sasa wa uchaguzi unaamini unaweza kushinda ubunge dhidi ya CCM ukitumia tiketi ya ACT Wazalendo? Ninaamini 100% kabisa, kwa sababu uchaguzi wa mwaka huu 2025 sio uchaguzi wa kwanza wa vyama vingi katika historia ya nchi yetu kwa mifumo tulionayo. Uchaguzi wa kwanza umeanza kufanyika mwaka 1995 pamoja na ubovu wake wote na changamoto zote zilizopo ambazo tukisema tuanze kuzielezea leo hapa, muda wa kipindi hiki unaweza kuwa ni mchache. Vyama vya siasa vimeshiriki, kikiwemo chama tawala na vyama vya upinzani, na wakati wote kuna mabadiliko tulikuwa tunayapata, isipokuwa uchaguzi mmoja tu wa mwaka 2020 ambapo ubovu wa uchaguzi ulikithiri. Wenzako wanaoamini kwamba mpinzani hawezi kushinda ubunge kwa sasa wanachukua kigezo cha uchaguzi wa 2019 vijiji, mitaa na vitongoji, uchaguzi wa mwaka 2020 wa madiwani wa bunge na raisi, na uchaguzi wa 2024 wa vijiji, mitaa na vitongoji. We hauamini kwamba yale yaliyotokea 2019, 2020 na 2024 bado yanaweza kujitokeza? Wao wakiamini hivyo, mimi nitaanza kutafuta takwimu kuanzia uchaguzi wa serikali za mitaa, vijiji na vitongoji mwaka 1994 na uchaguzi mkuu wa mwaka 1995. Nikitoka hapo nitakuja uchaguzi wa serikali za mitaa, vijiji na vitongoji mwaka 1999 na uchaguzi mkuu wa mwaka 2000. Nikimaliza hapo nitakuja uchaguzi wa serikali za mitaa, vijiji na vitongoji mwaka 2004. Alafu nitakuja uchaguzi mkuu wa mwaka 2005. Kadhalika mpaka mwaka 2010 na 15. Vyote hivyo ukivijumlisha kwa pamoja, bado takwimu zitakuonyesha kwamba uhakika wa uchaguzi kufanyika na wapinzani wakatangazwa upo mkubwa sana. Lakini jambo la pili ambalo ni la muhimu sana, Chazi, haki ya kushiriki uchaguzi kwa maana ya kuchagua na kuchaguliwa ni haki kama zilivyo haki zingine. Na hizo haki nyingine, kwa mfano haki ya uhai ambayo inapatikana kwenye ibara ya 14, kila mtu anaipigania na kuilinda kwa nguvu zake zote. Hakuna mtu hata mmoja amewahi kususia kuishi duniani kwa sababu watu wanauliwa. Kwa hiyo kama tunachukua jitihada za kuhakikisha haki zetu zingine zilizowekwa kikatiba kama haki ya kuishi, haki ya kufanya kazi, haki ya kutembea kokote unakotaka, tunachukua kila jitihada kulinda haki hizo, ni wajibu wetu pia kulinda haki ya kuchagua na kuchaguliwa kwa kuzuia vile vitu vyote vinavyoweza kufanya haki hiyo ikaathirika kwa namna moja ama nyingine. Lakini hatua gani madereka, kwa mfano mkurugenzi, msimamizi wa uchaguzi akifunga ofisi asiwepo siku ya wewe kurudisha fomu, ni hatua gani unaweza kuchukua kisheria? Kwanza, msimamizi wa uchaguzi hawezi kufunga ofisi yake wiki nzima asiwepo. Na moja kati ya makosa ambayo vyama vya siasa vimekuwa vikifanya pamoja na wagombea walioshiriki chaguzi zilizotangulia, mazoezi kama haya yalikuwa yanafanyika siku ya mwisho. Siku ya mwisho kabisa ya zoezi pengine la kurudisha kura, ndio unakuta watu wanakimbizana kwenda kurudisha zile fomu. Na ikitokea shida yoyote katika muda huo, maana yake unajikuta mgombea anapoteza sifa, chama kinapoteza haki ya kushiriki. Sasa sisi kama ACT Wazalendo tumehakikisha, kwa mfano, taratibu zote za mwanzo za kiuchaguzi, preliminary procedures zote, tutazifanya kabla ya muda ambao umewekwa kisheria, ili kama kutatokea changamoto katikati hapa tuweze kupata muda wa kuweza kushughulika na hiyo kasoro. Kwa mfano, sisi wakitangaza tunachukua fomu leo, tukishachukua kesho tunarudisha fomu. Kwa hiyo ukiangalia siku ya pili tu tangu zoezi la kuchukua fomu limeanza kutangazwa, msimamizi wa uchaguzi hawezi kukimbia ofisi wakati, kwa sababu kutakuwa kuna watu wanakuja kuchukua fomu watu wengine. Sisi wakati watu wengine wanakwenda kuchukua fomu, sisi watu wengine tutakuwa tunarudisha fomu. Lakini hata fomu zinazorudishwa baadaye inaonekana kwamba
mmekosea kujaza. Picha zinaonekana hazipo, baadaye inaonekana baadhi ya kurasa hazipo, na mgombea muda mwingine anaondolewa, anaambiwa hajui kusoma na kuandika. Na tumeyashuhudia hayo miezi 6 iliyopita tu kwenye uchaguzi wa Novemba 2024. Unaamini hili halitajitokeza tena, na kwa nini unaamini hivyo? Chama cha ACT Wazalendo kwanza kinafuatilia kwa ukaribu sana historia ya nchi yetu inapokuja kwenye swala la uchaguzi, na chama hiki kinachukua kila hatua kwenye yale yaliyofanyika kuhakikisha hayafanyiki tena, na hata yakifanyika basi yafanyike kwa kiwango kidogo, sio katika kiwango ambacho kilileta matatizo siku zilizopita. Kwa hiyo chama kimetangaza kwamba kinaingia kwenye uchaguzi kupambana, kushiriki huku kikipambana na kikipambana huku kikishiriki. Mbinu gani? Mbinu hatuwezi kuzitaja hapa kwa sababu tutakuwa tunampa adui yetu nafasi ya kujiandaa kukabiliana na hizo mbinu. Sisi tumeshajiandaa, tunajua namna gani ya kukabiliana na hao watu. Iwe ni kwenye kujaza fomu ambako ndio watu wagombea wao wanainguliwa kwenye hatua za awali, iwe ni kwenye kurudisha fomu, iwe ni kwenye kupiga kura, kurinda kura, kutaka matokeo yatangazwe. Tumejipanga vizuri mno, tuna uhakika. Sisi Wazalendo tumejiandaa hivyo na tuna haki ya kuamini hivyo. Yaani kuna watu ambao wenyewe wanayo haki ya kuamini kwamba uchaguzi. Miaka mingine yote mlikuwa mjajiandaa vizuri. Kila uchaguzi unapokuja unakuwa na changamoto zake. Sababu ukisema miaka mingine yote, na mimi nitakuuliza, miaka mingine yote kwani wapinzani walikuwa watangazwi? Kuna kipindi bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lilikuwa na wapinzani karibia zaidi ya 100 wa bunge wa upinzani. Walitangazwa na tume gani? Kwa hiyo ukiniambia miaka mingine mlikuwa mfanyi, miaka mingine walikuwa wanatangazwa. Ni mwaka 20 tu ndio wabunge hawajatangazwa wagombea kutoka vyama vya upinzani. Kwa hiyo mimi sitaki kuwa mtumwa wa historia. Kama nilivyokuambia, haki ya kupiga kura, haki ya kuchagua na kuchaguliwa ni haki za kikatiba. Haki hizo zinapotaka kupokonywa, kila mwananchi ana wajibu wa kulinda haki hizo zisipokonywe, kama ambavyo anatimiza wajibu wake kwenye kulinda haki zingine. Haki ya uhai, haki ya kufanya kazi, haki ya kupata ajira bora na mishahara ambayo inaendana na kazi mtu anayoifanya. Hizo zote ni kazi ambazo watu hawajawahi kususia. Sasa sisi tunasema, sisi tunashiriki kwa sababu kwanza ni haki yetu. Tukishiriki alafu tukatendewa ndivyo sivyo na tukazidiwa nguvu, Watanzania wapaswa kutushangaa sisi tunaoshiriki kutafuta haki yetu. Watanzania wanapaswa kuwashangaa wale ambao wanakwenda kuharibu uchaguzi, kwa sababu wale ni wahalifu. Na nitakupa mfano. Mtu akikuibia wewe simu, mtu akikuibia wewe simu, mimi sikushangai wewe uliyeibiwa. Na mshangaa anayeiba simu kwa sababu kitendo hicho hakiruhusiwi. Lakini mtu akivunja mlango wa nyumba yako, akaiba TV, huwezi kususia ukaacha mlango wazi. Utakwenda kurekebisha mlango, na ikiwezekana utaimarisha ulinzi ili kesho asije. Utaweka hata mlango wa chuma. Kwa hiyo na sisi nimekwambia tumechukua yote yaliyofanyika mwaka 2020 kama somo. Tumekaa, tumejifunza na tumejipanga kukabiliana nao. Kama watarudia utaratibu ule wa mwaka 20, watakachokutana nacho wasije wakatulaumu. Nani sasa wasiwalaumu? Wanaoharibu uchaguzi. Ambao wamejipanga kuharibu uchaguzi kwa sababu wapo. Mna jambo mmepanga kuwatendea jambo letu ambalo halijawahi kufanyika. Na tuna jambo letu. Kwa hiyo tutakabiliana nao kwa namna watakavyokuja, lakini wasije wakatulaumu kwamba kwa nini hatukuwaambia mapema wasifanye hivyo vitendo. Lakini nimemsikia mmoja kati ya viongozi wa ACT Wazalendo, Selemani Bungara, maarufu kwa jina la Bwege, mbunge wa zamani wa Kilwa Kusini, anasema ACT Wazalendo inashiriki uchaguzi huku ikiomba huruma ya Chama cha Mapinduzi, kwamba wawahurumie wapate chochote kitu. Lakini Chadema imegoma kushiriki uchaguzi kwa sababu inadai haki ya uchaguzi huru. Wewe unaonaje? Kwanza Selemani Bungara Bwege na mheshimu sana. Ni haki yake kikatiba kutoa mtazamo wake, kwa sababu kuwa ACT Wazalendo kama mwanachama au kiongozi hufungwi fikra. Fikra bado zako zinabaki kuwa huru kama mtu binafsi, na una haki ya kutoa maoni yako. Alikuwa anatoa maoni yake, sio msimamo wa chama. Kuhusu kwamba Chadema wao ndio wanapigania haki. Nchi hii imesema hivi katiba kwamba kutakuwa kuna vyama vingi vya siasa. Sio vyama viwili, CCM na Chadema. Vyama vingi. Kwa hiyo kama Chadema wao wanapigana kwa mtindo huo, mtu ambaye anaona Chadema wanafanya vizuri, anayo hiari ya kujiunga nao. Kwa unamwambia Bwege aende Chadema. Akitaka kujiunga kama anaona Chadema anafanya vizuri, aende. Na wale ambao wanaamini kwenye mtindo wa kufanya siasa kupitia vyama vingine, wanayo haki pia ya kufanya siasa kupitia vyama hivyo wanavyoviamini. Kwa sababu nchi hii wote hatuwezi kufikiri kama Chadema. Tukifikiri kama Chadema maana yake tunarudi kwenye mfumo wa chama kimoja. Lakini kwa hali ilivyo, kama unavyosema Chadema hawana uwezo wa kuzuia uchaguzi, maana yake na nyie hamna uwezo wa kulazimisha
matokeo mnayoyataka yatangazwe? Kwanza sisi kama ndivyo, si kauli ya Bwege kwamba mnaomba huruma ya CCM ni ya kweli? Ndio maana nimesema hivi, Bwege ana maoni yake kama mtu binafsi ambayo hayatakiwi kufungamana na itikadi ya chama chochote. Yeye kayatoa kama Bwege na ana sababu zake. Ukimsikiliza utazisikia sababu alizozisema. Sisi tunachosema ni kwamba kama taasisi, kama chama cha siasa, tunashiriki uchaguzi. Kwanza ni haki yetu kufanya hivyo. Lakini la pili, tuna wajibu wa kuzuia chochote kile ambacho kinafanyika kinyume na utaratibu. Huo ni wajibu wetu. Kwa sababu ukiniuliza mimi kwamba tunawezaje, tuna uhakika gani wa kutangazwa kushinda uchaguzi, na mimi nitakuuliza, una uhakika gani kwamba utazuia uchaguzi? Yaani kati ya vitu viwili, kuzuia uchaguzi na kushiriki uchaguzi na ukatangazwa, ukiambia uweke matumaini yako, mimi nitaweka matumaini yangu kwenye kushiriki uchaguzi na uhakika wa kutangazwa, kuliko kuniambia niamini kwamba tunaweza tukazuia uchaguzi wakati hatuna chochote. Na nikwambie kitu kimoja Charles. Uchaguzi sio tukio. Uchaguzi ni mchakato ambapo ndani yake kuna hatua mbalimbali zinafanyika ili kufikia hiyo siku ya mwisho ya kupiga kura na kuhesabu kura na kutangaza matokeo. Mtu anayekwambia atazuia uchaguzi, muulize ni mchakato gani wa uchaguzi umeshaweza kuzuia mpaka sasa, kama kiashiria cha kwamba hicho unachokisema kitafanikiwa. Kwa mfano, kulikuwa kuna zoezi la kuandikisha wapiga kura. Limefanyika nchi nzima. Na zoezi lile lilikuwa linafanyika kirahisi mno, kiasi kwamba kama mtu anataka kuzuia angeweza kuzuia. Maana yake tume ilikuwa na watendaji kwenye kila kata, kila mtaa, kila kijiji wanaoandikisha wapiga kura. Anaweka meza yake pale na kiti, anakaa. Anamsubiri mwananchi aje ajiandikishe. Sijaona mtu anakwenda kuingilia lile zoezi kama njia mojawapo ya kuzuia uchaguzi, kwa sababu ukishazuia watu wasijiandikishe kupiga kura, automatically huwezi kuwa na uchaguzi, kwa sababu ili uwe na uchaguzi kwanza lazima uwe na watu watakaopiga kura. Kwa hiyo sioni chochote kile kinachoashiria kwamba kuna uwezekano wa kuzuia uchaguzi. Ningekuwa naona dalili zozote. Ila unaona dalili za kuzuia wanaotaka kuiba kura? Unaona dalili hizo? Kuzuia mtu anayeenda kuiba kura ni wajibu wako, kama vile wajibu ulionao kwenye kuzuia mtu anayeenda kuiba simu. Yaani huo ni wajibu wako. Uwezekano huo unaona unao? Kuzuia anaenda, si ni mwizi kama mwizi mwingine. Mtu anaiba kura ni mwizi kama mwizi mwingine. Kuna shida moja. Yaani watu wanaamini kwamba kuiba kura sio jinai, sio wizi. Ni wizi. Na wewe utakapokuwa unakwenda kumkamata anayeiba kura, hakuna mtu atakaye kushangaa kwa sababu unatimiza haki yako. Wewe umewahi kushuhudia mtu yote akikamatwa kwa kuiba kura na akashtakiwa? Nimeshuhudia, ndio. Akishtakiwa kwa wizi wa kura. Sasa hiyo swala la kushtakiwa ni mamlaka nyingine, kwa sababu kwa mujibu wa nchi yetu mwenye mamlaka ya kushtaki mtu yote kijinai ni mkurugenzi wa mashtaka. Na ameanzishwa chini ya ibara ya 59, ibara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. 59 B kubwa, ibara ndogo ya kwanza ya kama katiba. Hilo alifanyiki Madeleka, hakuna aliyeshtakiwa kama unavyoniambia wewe. Ndiyo. Kuna faida gani yenyewe kukamata hao wezi wa kura? Sasa ukiniambia hivyo kwamba kuna faida gani ya sisi, yani sisi ndio tunaonekana ni wahalifu sasa kwa kushiriki, takwambia kwani hao wengine wote wanaotajwa kwenye ofisi ya CAG na ripoti yake anayoitoa kila mwaka kwamba kuna watu waliiba hela za Watanzania sehemu fulani, wakaiba sehemu fulani na hatua hazichukuliwi, kwa nini Watanzania wanaendelea kulipa kodi ambao serikali ndio inakusanya hizo fedha ili watu wengine waende wakaziibe? Yani unaendelea kulipa kodi ambao una uhakika kabisa hii kodi mimi nalipa kwa ajili serikali iende kaniletea huduma za kijamii kama barabara, hospitali na shule. Serikali haifanyi hivyo, inachukua hela afu inaziiba, watendaji wake wanaiba. CAG mwakana anatuambia, kwa nini unaendelea kulipa kodi? Kwa hiyo Watanzania wasichukulie swala la wizi wa kura kwenye uchaguzi kama ni kosa lisilowezekana kutafutiwa dawa. Ni kosa ambalo linatakiwa litafutiwe dawa kwa umoja wetu, kwa kuelewa kwamba ile ni haki yetu. Huwezi kususia uchaguzi eti kwa sababu huko nyuma kuna mtu ambaye aliiba kura hajawahi kukamatwa. Asante. Nipo na wakili Peter Madeleka, kada mpya wa chama cha ACT Wazalendo. Tunazungumza hapa kuhusiana na heka za kuelekea uchaguzi mkuu wa nchi wa mwaka huu. Kundi moja linasema no reforms no election, lipo kundi lingine linasema Oktoba tunatiki, na lipo kundi lingine ambalo linasema tunaenda kwenye uchaguzi, tutapiga kura na tutalinda kura. Na hilo kundi Peter Madeleka na wenzake ACT Wazalendo ndio wapo kwenye kundi hilo. Mimi naitwa Charles William. Mapumziko mafupi alafu tunarudi baada ya dakika moja. One on One with Charles William. Yes, mazungumzo ya One on One bado unayatazama kupitia Wasafi TV, na mimi nipo na wakili Madeleka
kwa maki na uketo tunazungumza kuhusiana na masuala mbalimbali ya kisiasa. Uchaguzi wa mwaka huu tayari kivumbi tunaweza kusema ni kama kimeanza. Michakato ya ndani ya vyama vya siasa ikiwemo chama cha ACT Wazalendo na vyama vingine imeshaanza. Watu wanachukua fomu na kurudisha. Chama cha Mapinduzi wenyewe wanaanza mchakato wao tarehe 28 Juni mpaka tarehe 2 Julai. Kwa hiyo baada ya hapo tutakuwa tumeona kina nani ambao wamepitishwa. Madereka, tuzungumze kidogo kuhusu wewe binafsi. Ulipotoka Chadema na kwenda ACT Wazalendo, watu wamerudi upya kuanza kumjadili Madereka. Wanasema Madereka hajawahi kuacha kazi ya upolisi kwa sababu huyu alikuwa kachero wa polisi ambaye alifanya kazi polisi kwa muda mrefu, na baadaye katika mazingira ya kutatanisha ikaonekana Madereka ameacha kazi. Lakini kwa jinsi ambavyo umekaa ndani ya Chadema na kuwaaminisha kwamba ni mwenzao, na ghafla ulipoondoka Chadema kwenda ACT wameanza kusema Madereka huyu kazi yake ya upolisi ya ukachero anaendelea nayo, na hiki anachokifanya ni sehemu ya ukachero wake ndani ya vyama vya upinzani. Kwanza nakushukuru sana kwa kunialika kuja kwenye kipindi hiki, kwa sababu naona ni jukwaa sahihi la kutoa elimu kuhusu jambo hilo. Kazi ya upolisi ni utumishi kama zilivyo kazi nyingine zozote kwenye utumishi wa umma. Na unapoingia kwenye utumishi wa umma, kuna mwanzo wa utumishi huo na kuna mwisho wa utumishi huo. Mwisho wa utumishi huo unaweza ukaa kwa njia tofauti. Inaweza ikawa ni kwa njia ya kustaafu. Inaweza ikawa ni kwa njia ya kufukuzwa kazi. Inaweza ikawa ni kwa njia ya kuacha kazi. Inaweza ikawa ni kwa njia ya kifo. Hizo zote ni njia za kuacha utumishi wa umma. Mimi niliacha utumishi wa umma rasmi mwaka 2016 na rekodi zipo. Utumishi wa umma sio siri. Yaani mtu ambaye anataka kuzungumza masuala haya ili aweze kuwa na uhakika, anapaswa kwenda kwenye mamlaka zinazohusika na kumbukumbu za ajira za watumishi wa umma, ambapo ni ofisi ya Rais Management ya utumishi wa umma, hazina ambako ndiko mishahara inakotoka, na wizara kwa mfano ya mambo ya ndani ambako nilikuwa nafanyia mimi, kwa sababu kwa cheo changu nilichokuwepo wakati ule niko jeshi la polisi, nilikuwa mkaguzi, nilikuwa na nyota 2. Kwa nilishaacha. Lakini mimi sio mtu wa kwanza kufanya kazi kwenye utumishi wa umma, iwe ni kwenye jeshi au ni kwenye idara nyingine yoyote ya serikali, kuacha utumishi na kujiunga na siasa. Chadema hao wanaosema huyu jamani kachero, wamekuwa na wanasiasa kadhaa wanaofanana na mimi waliokuwa kwenye utumishi wa umma kwenye nafasi nyeti kabisa. Watu kama akina Mabere Malando wanajua ni afisa usalama wa taifa mstaafu. Watu kama wakina Wilfred Lokatare alifikia mpaka akawa mkurugenzi wa ulinzi wa Chadema. Sasa kama swala tu ni kufanya kazi kwenye vyombo vya ulinzi na usalama, inakuwa ni kero kwa Chadema, tuwaulize walipokuwa wanawaamini watu kama akina Lokatare na wanawapa nafasi za juu kabisa ndani ya chama chao, walikuwa wajui kama wale ni makachero. Kwa hiyo ni watu waliokosa hoja, kwa sababu unapokuwa wewe Madereka ukachero umeshaacha. Mimi ni wakili wa mahakama kuu na ninafanya kazi ya kujitegemea. Sijawahi tangu mwaka 2016 kuonekana natekeleza majukumu yoyote ya kipolisi popote pale. Jeshi la polisi mwaka 2023 lilikuwa linasema Madereka ni mtoro kazini. Lilikuwa linasema ni mtoro ambaye huendi kazini, likimaanisha wewe bado ni polisi mpaka mwaka 2023. Wewe unasema umeacha 2016. Hizi taarifa tunaiamini ipi na kuipuuza ipi? Hao maafisa wa polisi waliokuwa wanasema hivyo kwanza ni wageni wa utumishi ndani ya jeshi la polisi. Ni wageni. Mimi nimepata bahati ya kufanya kazi makao makuu ya jeshi la polisi maisha yangu yote ya utumishi wangu nilipokuwa polisi. Kwa hiyo hao waliokuwa wakisema hayo maneno hayo ni wageni wa utumishi ndani ya jeshi la polisi bila kujali vyeo vyao. Nitakwambia leo kwa faida ya watu wengine waweze kujua. Askari wa jeshi la polisi mwenye cheo kuanzia nyota 1 mpaka kamishna msaidizi wa polisi, mwajiri wake ni katibu mkuu wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi, na ndiye hasa anayepaswa kujua kwamba unaenda kazini au uendi, ni mtoro ama sio mtoro. Hilo jambo la kwanza. Lakini askari kuanzia kamishna msaidizi mwandamizi mpaka inspector generali wa polisi IGP, mwajiri wake ni katibu mkuu kiongozi, na ndio anayepaswa kujua kwamba wewe unaenda kazini ama uendi kazini. Ndio mamlaka ya nidhamu. Lakini ulishawahi kuona mtoro gani ambaye utoro wake hauna ukomo wala hamna hatua zozote za kinidhamu zinachukuliwa katika utumishi? Ndio maana nasema wanaosema hayo maneno ni wageni wa utumishi wa umma.
Yaani mtoro kwanza adhabu yake kwenye utumishi wa umma, usipoenda kazini kwa siku 7 mfululizo umeshajifukuza kazi. Kwa hiyo kama wangekuwa wanajua hicho wanachokisema na wanachokifanya, wangekuwa wanajua, walitakiwa waseme madereka ishafukuzwa kazi kwa utoro. Sio madereka ni mtoro, kwa sababu utoro sio jambo la kudumu. Madereka, afisa wa polisi ambaye ulifikia mpaka cheo cha kuwa inspector wa polisi, kuacha kwako kazi, sababu hasa ilikuwa ni nini? Kama unaweza ukazungumza na sisi, kwa sababu haya ndo mambo yanayoleta utata wa madereka kuendelea kuwa kachero wa polisi. Nini kilifanya uache kazi kwa hiari yako kama unavyoeleza? Kwanza, kama nilivyokuambia, swala la ajira kwenye jeshi la polisi na utumishi wa umma kwa ujumla ni swala la kisheria na limewekewa utaratibu wa kujiunga na utaratibu wa kufanyaje, wa kuondoka. Utaratibu wa kuondoka upo wa aina mbili. Kwa mfano, wa kuacha kazi uko wa aina mbili. Kuondoka kwenye ajira kwa kuacha kazi. Maana yake unaweza ukaondoka kwenye ajira kwa taratibu zingine za kifo, kufukuzwa, kustaafu. Umeona eh? Sasa mimi niliondoka kwenye utumishi kwa kuacha kazi. Ukiacha kazi unatakiwa utoe notisi ya miezi 3 kwa maana ya siku 90 au notisi ya masaa 24 ukirudisha na mshahara na vifaa vingine vyote vya kiutumishi ambavyo vilikuwa chini ya dhamana yako. Huwajibiki kutoa sababu. Kwa wewe haupo tayari kutoa sababu ya kuacha upolisi? Niliacha upolisi ili kuweza kupata fursa ya kuwatumikia Watanzania kwa namna nyingine. Nilipokuwa polisi nilikuwa mlinzi. Mlinzi. Unajua mlinzi wewe? Yaani wenzako wamelala wewe unalinda nje. Uliona ni kazi nilikuwa mbaya. Mlinzi. Uliona ni kazi mbaya. Wewe unaifanya, mbona hujaifanya kazi ya ulinzi? Kwa sababu ninavyo vitu vingine vya kuweza kuwatumikia wananchi. Nikaona eneo la haki linapwaya sana. Kwenye haki pale, hasa haki jinai. Na utakubaliana na mimi. Mimi nimekuwa ni mtu ambaye nimekuwa chachu kubwa ya mabadiliko ya sheria za haki jinai nchini. Na nampa kongole Mheshimiwa Rais Samia. Alinisikiliza sana nilipokuwa nikilalamika kuhusiana na haki jinai, kwa sababu niliwahi kuwa mhanga. Mimi nimekaa gerezani miaka 2. Kuanzia mwaka 2019 mpaka mwaka 2021 wakati wa utawala wa awamu ya 5. Nikaja kutoka mwaka 2021. Na tangu nimetoka sijawahi kukaa kimya kuhusu utaratibu wa kushughulika na haki za watu, hasa haki jinai. Rais akasikiliza, akaunda tume ya haki jinai, akafanya mabadiliko kadhaa ya sheria za haki jinai nchini. Kazi kubwa bado inaendelea kufanyika na sisi tunaendelea kupiga kelele kwenye maeneo ambayo bado hayajafanyiwa kazi. Utaona mchango niloutoa kwenye haki jinai kwenye nchi hii ni mkubwa sana kuliko mchango wa ulinzi, sababu walinzi wako wengi. Yaani ukitaka utafute walinzi kwanza uhitaji kuwa na mtu kama wakili akawe mlinzi. Kwa hiyo nimewaacha walinzi walinde, fanye kazi ya kutulinda na mali zetu. Watulinde. Na sisi ambao tumeamua sasa kutumia vipaji vyetu vingine na elimu zetu kwenye maeneo mengine ambayo tunaona kuna upungufu wa watu, kuna upungufu wa watendakazi, tuje tuimarishe huku. Mtoto wako akitaka kuwa askari polisi, ndio, au mtoto wa ndugu yako akitaka kuingia kwenye kazi ya kuwa askari polisi, bado utampa ushauri huu kwamba kazi hiyo ya ulinzi sio nzuri? Kwani kazi ya ulinzi sifa yake ni nini? Mimi sifahamu, sijawahi kuifanya. Wewe umeifanya. Sasa ndio nataka nikwambie, mwanangu mimi siwezi kumwandaa kuja kuwa mlinzi. Na ninakisema ulinzi nieleweke hapa, sio kashfa. Sio kashfa. Kwa mujibu wa sheria, jeshi la polisi na vyombo vingine vyote vya ulinzi vimeanzishwa chini ya ibara ya 147 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na specifically kwa mfano mahususi kabisa kwenye jeshi la polisi limeanzishwa kutumia sheria ya jeshi la polisi na polisi wasaidizi sura 322. Kazi yao kubwa ni kulinda raia na mali zao. Kwa hiyo unaposema ni walinzi, si watukani, ni kazi yao. Yaani ndio maana unaona inaita ukakasi, kwa sababu sio nzuri. Unaifanya kwa muda, unalinda taifa lako, alafu utakiwi kuifanya kwa kudumu kama wewe una wajibu mwingine, kwa sababu hii kazi tunaifanya sasa hivi ni wito. Hii kazi ya kutetea watu. Kwa sababu mwenye haki si unajua kwamba ni Mwenyezi Mungu pekee. Na ndio maana mtu akifariki tunasema ametangulia mbele ya haki, yani kwa Mungu ndio kuna haki. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ameteua watendaji wachache miongoni mwetu kuweza kufanya hii haki ionekane hapa duniani kwa niaba yake. Lakini ni kazi nzuri. Kazi ya kusimamia haki ni kazi nzuri sana. Uone nenepa. Kazi ya uaskari polisi ni nzuri kwa wanaoifanya. Unakuwa kamanda, unaona bana. Unaweza kumsimamisha tu mtu popote, unaweza kumwambambikizie mtu kesi ukiamua.
Sasa huwezi kubambikizia mtu kesi kama wewe sio askari, una mamlaka. Unaamini unaweza tu kaamua kuwasimamisha watu hapo, ukawasimamisha barabarani pale, wakakaa hata masaa mawili. Unaamini amani na utulivu tulionao hapa Tanzania ambao unatajwa kwamba ni wa kupigiwa mfano Afrika Mashariki na Kati unatokana na kazi nzuri iliyofanywa na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama kwa kipindi chote tangu tumepata uhuru? Hizo ni siasa tu, kwa sababu mtu akikwambia Tanzania ni nchi ya amani, wewe unaamini kwamba kuna amani hapo? Au amani maana yake nini? Amani sio tu ukosefu wa vurugu kwenye nchi. Amani ni hali ya maisha ambapo mtu anafurahia namna anavyoishi. Sasa leo watoto wanasomea chini, wanakalia mawe. Ukienda pale Muhimbili wa mama wanajizalia chini, wanajifungua bila gloves. Hiyo ni amani? Tanzania kuna utulivu, ni nchi ambayo ina utulivu. Lakini Madeleka, hizo story sio za zamani sana za wanafunzi kukalia mawe. Umeona shule gani kuna watu wanakaa kwenye mawe? Nenda Kivule kule kaangalia kama kuna barabara hata moja, afu useme kwamba wakati wa mvua watu wa Kivule wana amani. Nenda tu Kivule kule kaangalie. Alafu juzi nimemsikia mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam alisema hivi, kuna mama alimpigia simu akamwambia hakuna gloves, akamwambia aende kwa mume wake achukue kisu na bisibisi sio na spana amzalishe. Sasa unasema hiyo ni amani? Yaani mtu yuko katikati ya kifo ajifungua kwa sababu ni kufa au kupona, lakini kiongozi wa serikali anamwambia nenda kwa mmeo, amwambie achukue kisu, bisibisi na spana utajifungua. Kwa ndo maana nakwambia amani iliyoko hapa Tanzania sio hiyo ambayo wewe unaijua. Tanzania kuna utulivu. Watu hawajapandishwa mishahara, au polisi nao wasema mimi nimeondoka kule, posho ya polisi kwa mwezi ni shilingi 300,000 miaka 10 iliyopita. Shilingi 300,000 haijawahi kupanda. Gharama za maisha ziko juu. Ukisema posho 300,000 unamaanisha nini? Wanalipwa posho ya chakula kila mwezi tofauti na mshahara, shilingi 300,000 ambao mimi nimeiacha miaka 10 iliyopita. Kaangalia majengo na nyumba wanazolala polisi. Utasema ile ni amani? Wana uvumilivu watu kwa sababu hawana namna nyingine ya kufanya. Lakini kuna nchi hapa Afrika Mashariki zina hali mbaya kuliko sisi. Sisi inatusaidia nini sasa hiyo? Sisi tuna wajibu kuhakikisha watu wetu wanakuwa na hali nzuri. Kwa sababu ukiniambia kuna nchi watu wana hali mbaya, alafu sisi tuige mfano wa kuwa na hali mbaya, tutakuwa ni watu wa ajabu sana. Sisi tunapaswa kuiga mifano kwenye nchi ambazo watu wana hali nzuri na tuimarishe hizo hali nzuri kwa watu wetu. Lakini tunapiga hatua, ukitazama takwimu za kiuchumi zinaonyesha tunapiga hatua. Watu awali takwimu kubwa sana. Watu awali takwimu, watu wanakula uhalisia. Ukiwatajia takwimu haziwasaidii kitu. Mtu anataka akienda hospitali akute dawa. Lakini akipata elimu pale chuo kikuu, hiyo elimu imsaidie kupata ajira au kutengeneza ajira. Ukimwambia Tanzania inaajiri kitakwimu duniani ni ya 7, inasaidia nini? Yaani sisi, ngoja nikwambie mtangazaji, sisi tunapenda sana vitakwimu vya ajabu ajabu. Kwa mfano, Tanzania ni nchi ya pili duniani kwa bando dogo. Sasa hiyo inasaidia nini? Lakini huwezi kusikia hata siku moja anasema Tanzania ni nchi ya kwanza duniani kwa kuheshimu haki za binadamu. Leo hii kuna mashehe pale Arusha walikaa miaka 10 gerezani. Kesi ya uongo ya ugaidi. Tukaenda sisi kuwasaidia na kuwatoa. Umeshawapotezea muda wao gerezani, umewaathiri familia zao, watoto wamekosa malezi, wamekosa huduma za muhimu. Unasema wana amani yao? Watu wanatekwa, na juzi ya IGP ni shahidi, nampongeza sana. Kasema wamefanikiwa kupunguza utekaji. IGP anamwambia rais pale Kurasini kwamba tumefanikiwa kupunguza matukio ya nini? Ya utekaji. Maana yake IGP anajua wanaowateka, ndio maana ameweza kuwadhibiti. Sasa mimi wito wangu kwa IGP kwa mfano kwenye swala hilo, ili watu waweze kuwa na amani ya kweli, nampongeza kwa kupunguza matukio ya utekaji. Lakini Watanzania wangependa IGP na watu wake wote wakomeshe kabisa vitendo vya utekaji, sio kupunguza. Kwa sababu hivyo vichache vinavyobaki na vinaendelea kuwepo kwenye jamii vinaleta shida kwa watu. Mtu mmoja akitekwa, mtu mmoja akipotea, ni msiba kwa familia, ni msiba kwa taifa. Kwa sababu hatujui anayetekwa angeweza kutoa mchango gani kwenye maendeleo ya uchumi na kijamii kwenye nchi yetu. Kwa hiyo asiishie kupunguza utekaji, akomeshe kabisa, tuweze kutembea kwa uhuru na uhakika kwamba nchi hii hakuna mtu anaweza kuja kututeka na kutusababishia madhara. Baada ya wewe kuchukua fomu ya kugombea ubunge kwenye jimbo la Kivule, jimbo jipya kabisa hili baada ya jimbo la Ukonga kugawanywa, watu wanashangaa Madeleka anaendaje kugombea ubunge Kivule wakati Madeleka ni mkazi wa jimbo la Kawe? Ni kama umeona Kivule kuna jimbo jipya, umeona ulivamie kama na wewe ni mgombea, ili hali sio mkazi wa Kivule, zaidi ya kuona tu matatizo ya Kivule yakitangazwa kwenye vyombo vya habari ukaona ulivalie njuga.
Kama vile Rais Samia mkazi wa Kizimkazi Zanzibar alivyoamua tu kutoka zake Zanzibar Kizimkazi akaja hapa Dodoma Chamwino kuingia. Lakini yeye sio rais wa Dodoma, ni rais wa Tanzania na Zanzibar ni sehemu ya Tanzania. Ndio maana nasema Kivule ni sehemu ya Tanzania. Na wasio nifahamu mimi maisha yangu nimeanzia Kivule. Jimbo la Kivule, kata ya Msongola, sehemu moja panaitwa Mbondole. Ndio kwangu kule, kuna nyumba yangu ukienda kwa utaikuta. Lakini nchi yetu hii mtu yoyote mwenye sifa, ambao sifa namba moja ni Utanzania, anaruhusiwa kwenda popote na kushiriki shughuli za ujenzi wa taifa popote pale, kwa sababu Kivule ni Tanzania. Tukiijenga Kivule tutakuwa tumeijenga Tanzania. Kwa hiyo wala hiyo sio hoja. Kwa umeenda Kivule. Na ndio maana takupa mifano mingi tu. God Suleiman ni Mchaga kwao kule Machame. Lakini tunachozungumza hapa ni Madeleka anaishi Kawe. Kivule Madeleka aliwahi kuishi zamani. Ni kama Madeleka anarudi Kivule kwa sababu tu ya ubunge, lakini si mkazi wa Kivule. Niko sahihi nikisema hivyo? Kwa hiyo nilienda kujenga nyumba kule kwa sababu ya ubunge? Kule ipo nyumba tu ambayo niliishi Kivule na uliwahi kuishi, lakini sasa hivi hauishi Kivule. Nina makazi yangu. Kivule. Unawezaje kusema siishi wakati na makazi? Mimi katika Dar es Salaam hii nilisema na majimbo 5 ya kugombea ningeamua. Kote una makazi. Kote na makazi. Magomeni ndio kwetu kabisa kiasi. Lakini unakoishi sasa hivi ni jimbo la Kawe. Wapi? Mimi naishi Arusha. Naishi Kivule, Kawe na makazi pia Ununio. Na makazi na ninaruhusiwa kuwa na makazi popote Tanzania, sikatazi kuwa na makazi. Na wala kwenye sifa ya kugombea na kushiriki uchaguzi, sifa ya unakaa wapi sio sifa. Yaani unakaa wapi sio kigezo cha kugombea. Inasaidia kuonyesha kwamba unafahamu vizuri eneo hilo na haisaidii chochote. Kwani ungekuwa unajua hao ambao wameshapita kwenye majimbo yao wamesaidia nini? Yaani ingekuwa hicho ni kigezo, watu ambao wametangulia kwa mfano kutawala, kwa mfano jimbo la Kawe na wanakaa Kawe kama unavyosema wewe, tuitolee mfano jimbo la Kawe, wamesaidia nini? Mbunge anayemaliza muda wake aliwaambia watu watawapeleka Japani wote watu wa Kawe. Mpaka sasa hizi vijana wanasubiri kupelekwa Marekani, sijui na Japani, sijui atanunua sijui ndege, sijui na treni. Hakuna hata kimoja kafanya. Kwa hiyo sio sifa. Tunamsema Askofu Josephat. Simsemi yoyote, mimi nachosema kwenye sifa mojawapo ya kugombea uchaguzi. Unakaa wapi sio sifa. Unakaa wapi sio sifa. Sifa ni wewe ni Mtanzania, una miaka 18, una akili timamu, unajua kusoma na kuandika. Na unayoenda kuomba pale wakupe ridhaa, wanakutaka. Hiyo ndio sifa. Lakini kuniambia Madeleka sasa hivi akai huko, kukaa sio shida kwa sababu pale wako watu wanakaa pale kila siku. Na matatizo bado wanayo. Kwa hiyo ingekuwa kukaa ndio kutatua matatizo, basi hao watu wasingehitaji hata mtu kutoka popote kuja kuwasaidia. Mimi ni mkazi wa Kivule, kama vile ambavyo wewe ni kabila gani ambako sasa hivi hata ukai huko, lakini hatuwezi kusema kwamba kwenu sio huko. Mimi ni Mnyamwezi wa Tabora. Na naishi Arusha, naishi Dar es Salaam. Lakini huwezi kuniondolea unyamwezi wangu, haki yangu ya ukazi kwa mfano Tabora, eti kwa sababu tu leo, kwa sababu yoyote labda ya masomo, kutafuta riziki, ukasema wewe bana wewe ukai kwenu sio Tabora bana. Mbona unakaa Kawe? Itakuwa ni misconception. Itakuwa ni upotofu wa fikra. Kwa hiyo kwa taarifa yako tu, yani hakuna Mtanzania mwanasiasa anapendwa jimbo la Kivule kama Peter Madeleka. Unasema? Na ndio anayeweza kutatua shida za watu wa Kivule. Ndio maana lile jimbo la Ukonga lilipokuwa moja, waliona kabisa CCM hawezi kutatua shida kule, waligawe, kwa sababu jimbo la Ukonga shida zote ziko Kivule. Wananchi wa Kivule, yani nimekwambia hakuna mwanasiasa wanayempenda kwa hapa Tanzania kwa sasa kama Peter Madeleka. Wameanza lini mapenzi? Muda mrefu sana. Na kama ingekuwa ni nafasi za uongozi, pengine Peter Madeleka kama asingekuwa na majukumu mengine na sababu zingine, angeshakuwa kiongozi wao. Lakini Madeleka, wewe miezi michache tu nyuma ulisema unataka kugombea ubunge jimbo la Tabora mjini. Ndio. Na ulishaanza kupita huko Tabora mjini. Ndio. Ghafla unaibukia Kivule na unasema hakuna mtu anayependwa kama wewe Kivule. Hizi sio hekaya za Abunuwasi. Kwa hiyo kusema kwamba nitagombea Tabora ndio inaondoa ukweli kwamba napendwa Kivule. Kupendwa si mapenzi tu jamani. Si ni hisia za watu juu yangu. Nitawakataza watu wasinipende eti kwa sababu mimi nitagombea Tabora. Kwanza moja ya sababu unifanya siende Tabora ni kilio cha wana Kivule wengi sana kwamba Madeleka wewe tuliwahi kuishi pamoja hapa. Njoo tukae pamoja hapa tusaidie. Ndio maana sijaenda Tabora. Nimepima matatizo ya Tabora na matatizo ya Kivule. Nikaona matatizo ya Kivule ni makubwa kuliko ya Tabora. Matatizo ya Tabora ni madogo madogo. Kule kuna watu wanahitaji uhai, waokolewe uhai wao. Barabara hakuna kabisa barabara. Gharama za maisha ziko juu kwa sababu ya usafiri, ubovu wa barabara.
Mtoto kwa mfano familia na watoto 4 wanasoma shule. Wanatakiwa wote watoke kwa bodaboda asubuhi waende shule na kurudi. Bodaboda shilingi 3000 mtu mmoja. Kwa kipato kipi kwa watu wanaokaa kule na unajua uwezo wao wa kiuchumi. Kwa hiyo kama binadamu mwenye kuzingatia utu, nikaona nitakuwa sijitendei haki mimi mwenyewe, siwatendei haki watu wa kivuli. Kama nitangangania kwenda Tabora sehemu ambapo kuna raha, wangesema Madereka ameenda Tabora kwa sababu ni mteremko ganda la ndizi. Mimi nataka kwa sababu unajua sifa Wanyamwezi? Sifa. Wanyamwezi kazi yao ni kupewa mizigo mizito waibebe. Kivule ni bonge la mzigo lile. Ambaye anayeweza kulibeba huo mzigo ni Madereka. Na mimi nataka nithibitishe unyamwezi wangu kwa kutatua yale yaliyoko pale. Unataka kutatua nini hasa hapo Kivule? Changamoto zote za huduma za jamii. Kama zipi? Kuanzia kwa barabara. Barabara utatatuaje wewe kama mbunge? Zinahitajika zaidi ya bilioni 50 kujenga barabara za Kivule. Mbunge utajenga vipi barabara za lami za kazi ya mbunge unaijua, lakini na kazi ya bunge kwa ujumla. Kazi ya mbunge na bunge kwa ujumla ni kuisimamia na kuiwajibisha serikali, kupitisha bajeti, moja kati ya kazi za bunge, na kutunga sheria. Sasa bunge likimpata mbunge kutoka eneo fulani ambaye anaenda kupiga sarakasi, na umeshawaona baadhi ya wabunge wanakwenda kupiga sarakasi, baadhi ya wabunge wanakwenda kuomba wapewe plate number za utambulisho wa kipekee kwenye jamii. Yaani hawazungumzii matatizo ya watu. Serikali haiwezi kupeleka miradi namna hiyo. Lakini akipatikana mbunge anayejua wajibu wake kwa mujibu wa sheria, na bahati nzuri mimi kitaaluma ni mwanasheria. Kwa hiyo ninapokuja wakati wa kutunga sheria, natunga vitu ninavyovijua nilivyovisomea kwa manufaa ya watu wangu. Inapokuja wakati wa kuiwajibisha serikali kwa mujibu wa bajeti iliyopitishwa, kwa mfano sasa hivi juzi bajeti kuu ya serikali imepitishwa. Kila eneo la Tanzania hii limetengewa ile bajeti. Kwenye kila nyanja, iwe ni elimu, iwe ni barabara, iwe ni maji, iwe ni umeme, kuna bajeti yenu iko pale. Kwa hiyo kazi yenu nyinyi ni kuwa na mbunge ambaye anaenda kuikumbusha serikali. Serikali sikilizeni, someni kile kifungu cha bajeti kilisema kuna fedha kadhaa zimetengwa barabara ya Kivule ya kwenda mpaka Mbondole, ya kwenda mpaka Majohe, kwenda kuisimamia serikali. Ndio wajibu wa bunge. Lakini tumemsikia mbunge wa Ukonga ambao Kivule ilikuwa sehemu yake, Jerry Silaa, kwa miaka 3 ndani ya bunge akiwa anazungumzia matatizo ya barabara, na bado matatizo hayo hayajamalizika. Siana uwezo wa kufanya nini? Na uwezo mdogo wa kuletea watu maendeleo. Kwani huko sehemu walikojenga barabara wenyewe sio wabunge wamefanya kazi? Sehemu ambako kuna miundombinu ambayo serikali inajisifu imetekeleza ilani, serikali ya CCM. Hujasikia serikali ya CCM inasema kwamba imetekeleza ilani? Serikali inachosema ni kwamba ina uhaba wa fedha za kutosha. Kwa hiyo inatenga fedha kidogo kidogo kujenga barabara kidogo kidogo kwenye maeneo hayo yenye barabara korofi. Katika mazingira hayo mbunge anaweza kufanya nini zaidi wakati fedha inatoka serikali kuu? Serikali haijawajibishwa vizuri. Ikipata mtu anayeweza kuiwajibisha vizuri, majibu kama hayo ya kitoto hawezi kutolewa bungeni. Serikali ina hela nyingi sana. Serikali inapokea misaada na mikopo mingi mno. Na mimi nitumie fursa hii pia kuishukuru sana serikali ya awamu ya 6. Imekopa sana, imepata misaada mikubwa sana, mpaka sasa hivi deni la taifa limeongezeka. Yaani hiyo yote ni kuonyesha kwamba tunakopa sana, ndio maana deni la taifa limeongezeka. Kwa zile fedha ambazo tunakopa zinapaswa zigawanywe kwa uwiano ulio sawa, kwa kuangalia maeneo yote ya nchi yetu na sio kupeleka maendeleo sehemu moja tu ya nchi. Sasa hayo yatafanyika kwa kuwa na mtu makini anayejua wajibu wake. Bungeni sio disco kule au pikniki kwenda kuonyesha sura. Bungeni sehemu ya kwenda kuwajibika. Bunge ni chombo cha kutunga sheria. Unapelekaje mtu hajasoma sheria? Lakini na wale ambao wamesoma sheria, kama wako kule afu watimizi wajibu wao, maeneo yao yanaendelea kuwa yana shida, ni watu tu ambao walienda kutembea. Wewe unataka nchi hii wabunge wote wamesoma sheria? Nasema hivi, nataka wabunge wanaoweza kutimiza wajibu wao. Sifa ya mbunge sio kusoma sheria, lakini mbunge ambaye kasoma sheria ana nafasi nzuri sana ya kufanya mambo mengi ya manufaa kwa nchi, ikiwemo kutunga sheria bora. Leo tuna sheria hizi hapa. Mtu anakamatwa red handed kafanya makosa, anapelekwa kwenye mahakama ambayo haina uwezo, anakaa mahabusu miaka 10 bila kosa, bila kusikilizwa, alafu baada ya hapo anaachiwa kwamba serikali haina nia ya kumshtaki. Tumeshampotezea muda. Hiyo sheria mpaka leo bado ipo. Tungekuwa na wabunge makini wangeweza kufuta hizo sheria za hivyo. Kwa tunahitaji wabunge ambao licha ya kutokusoma kwao sheria, lakini wao ni watu wenye uelewa wa mambo, lakini pia uchungu wa maendeleo ya watu wanaowaongoza. Na hayo yanafanyika kwa kutimiza wajibu.
Sasa huwezi yani ukiona sehemu hamna maendeleo baada ya miaka 60 ya uhuru, hamna lami hata kipande kimoja kilomita 2 sehemu, kiongozi wa eneo hilo hafai. Mwalimu Nyerere aliwahi kusema hivi, ili nchi iweze kuendelea inahitaji vitu vinne. Inahitaji watu, ardhi, siasa safi na uongozi bora, ndio mnapata maendeleo. Kwa hiyo ukiona hamuendelei kwenye barabara, hamuendelei kwenye maji, hamuendelei kwenye umeme, kuna baadhi ya kitu hapo hakiko sawa. Watu tunao wengi sisi Kivule kule wa kutosha, wana nguvu kweli. Kivule ndio nchi inaongoza duniani kwa uzalishaji wa mayai. Ni eneo, sio nchi. Maana nakwambia hivi, Kivule ni sehemu. Kivule ndio sehemu kwenye nchi yetu na duniani kwa ujumla inaongoza kwa mayai. Lakini nenda kaangalia yale mayai yanayozalishwa pale yanasaidiaje eneo lile kwenye sekta zote. Tumekosa uongozi. Kuna mtu mmoja amefuga mayai kidogo tukajenga gorofa. Mtu mmoja maarufu sana. Mtu gani? Anaitwa Mayai. Mayai. Na hakai huko. Umesikia? Hakai huko. Ukisema mayai. Lakini bado watu wanaokaa huko wanafuga mayai, wanazalisha mayai kila siku kwa kutumia kuku wao. Hawana hayo magorofa. Sasa tunataka watu ambao wanaweza kuunganisha juhudi za watu kwenye shughuli mbalimbali za kiuchumi wanazozifanya, zilete matokeo chanya kwenye maisha yao, matokeo yanayoonekana kwa macho. Nasema gorofa la mjumbe wa kamati kuu ya Chadema Boniface Jacobo linatokana na mayai. Mimi sijamsema huyo. Mimi nimesema kuna mtu kajenga gorofa kwa sababu ya mayai. Biashara ya mayai. Na akai Kivule, maana Kivule hakuna gorofa hata moja la wale wanaouza mayai. Sasa tunataka tutambue kwanza wanachokifanya, mchango wao kwenye pato la taifa, alafu mwisho wa siku turudishe kwa kuwawezesha waweze kuwa na maisha mazuri kwa kazi wanaoifanya. Moja kati ya jambo ambalo chama cha ACT Wazalendo kinatuhumiwa nalo sana na kusemwa nalo sana ni kama chama kinaonekana kuwa kina ushirika fulani wa namna fulani na Chama cha Mapinduzi, na mmekuwa mkibatizwa jina la CCMB mara kwa mara. Hili unalizungumziaje? Manake kwa nini nyinyi mtuhumiwe kuwa washirika wa CCM? Wewe ndio umesikia hizo tuhuma. Hao ambao wanazisema hizo tuhuma walishakwambia kwamba tunashirikiana na CCM kwenye lipi? Mnatoka nyakati fulani na kuunga mkono misimamo ya CCM au kusaidiwa na CCM kupambana na chama kikuu cha upinzani Chadema. Kwa hiyo wale wote wanaoiunga mkono Chadema ni Chadema B. Wanaounga mkono Chadema kwenye yote wanaoyasema na kuyafanya, wanaounga mkono Chadema, kwa hiyo wenyewe ni Chadema B. Ni fikra ambazo yani ukikaa ukaruhusu akili yako iwe huru na inaojitegemea, huwezi kuziunga mkono. Unawezaje kukiita chama ambacho mko nacho sawa kwenye kategori inayofanana kwamba ni chama cha upinzani, alafu unamuita mwenzako CCMB? Yaani unataka yeye akuunge mkono wewe. Yaani acha kutimiza malengo yake akuunge mkono wewe. Haiwezekani. Ndio maana kuuliza wanaosema ACT Wazalendo ni CCMB. CCMB kwenye lipi? Kwa mfano, ACT ni washirika wa serikali ya Umoja wa Kitaifa Zanzibar. Hilo ni takwa la katiba ya Zanzibar. Ni takwa la kisheria. Hata angekuwa Chadema ana nguvu hizo kule Zanzibar na yeye angekuwa ni sehemu ya ile serikali. Lakini ukirudi kwa bara, anayesema kwamba ACT ni mshirika wa CCM kwenye lipi? Lipi akutajia mfano hata mmoja tu. Utagundua tu kwamba haya yanayosemwa dhidi ya ACT yanasemwa dhidi ya kiongozi mstaafu wa ACT Zitto Kabwe, ambaye aliondoka kule kwa mahusiano mabaya, walimfukuza na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni chuki tu binafsi. Na kwa kuiita ACT CCMB hakuisaidii Chadema kutimiza malengo yake ya kuchukua dola. Ni kupoteza muda tu. Yaani Chadema ikipoteza muda kupambana na ACT inaendelea kutoa nafasi kwa CCM kubaki madarakani, na badala yake Chadema ndio inakuwa CCMB. Chadema inasema inapambana na CCM, lakini vyama vingine vya upinzani ndio vinapambana na yenyewe. Mapambana nao vipi? Kwa mfano sisi wengi zetu kwenye uchaguzi kupambana na CCM. Kama unapambana CCM, shiriki uchaguzi. Kama unaona CCM wafanye sasa, pambana naye kule, pampigane kule mpaka mtoane damu. Nimekuwa na muda mrefu hapa wa kuzungumza na wakili Peter Madeleka. Mazungumzo yetu kwa muda tulionao yamefikia kikomo kwa sababu muda wetu umetuishia kabisa. Madeleka, mimi nikushukuru sana kwa kuja kwenye One on One ya Wasafi TV, na nadhani sijui kama muda utapatikana huko mbele baadaye, tunaweza tukapata nafasi zaidi katikati ya uchaguzi au baada ya mchakato wa uchaguzi, itakuwa na mengi ya kuzungumza zaidi, lakini kwa leo nikushukuru sana. Asante sana, nimefurahi sana kuwepo hapa, na Mungu akipenda
basi nitaweza kurejea mtakaponihitaji. Asante. Ukienda pale Sinza karibu kabisa na TRA, makao makuu ya TRA pale Mwenge, kama unaenda Sinza hivi, pale utakutana na Kasim Best. Anashona suti pamoja na nguo tofauti tofauti, lakini mtaalamu aliyebobea anakutopea kwenye eneo hilo la mavazi. Kwa unaweza kaenda viunga vya Mwenge jirani na TRA pale, utakutana naye. Ukicheki Instagram andika KCM Best, utaona baadhi ya nguo zake ambazo anashona. Namshukuru kwa kunivalisha suti hii hapa ambayo nimeivaa siku ya leo kwenye 1-on-1, lakini asante kwa timu yangu yote ya uzalishaji. Chuma Constantino, asante kwa Salum Maganga Baba Nahia, asante kwa Nasa Mohamed ambaye ameisimamia timu nzima, lakini shukrani pia kwa Romi 255 pamoja na Jacob. Mpaka wakati mwingine tena kwenye 1-on-1, tukutane hapa hapa Wasafi TV. 1-on-1 with Charles William.